Kwa majina naitwa Dr. Baraka Nzobo, ni mkurugenzi msaidizi anayesimamia huduma za kinywa na meno Wizara ya Afya. Niko katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora ya Kitete kuja kuangalia mtambo wa kisasa kabisa, teknolojia ya kisasa kabisa ya uchunguzi wa magonjwa ya kinywa na meno, magonjwa ya macho, magonjwa ya koo, pua na masikio. Hii mashine kitaalamu tunaita 3D cone beam computed tomography. Ni mashine ambayo inafanya kazi kubwa sana ya uchunguzi wa magonjwa ambayo yanapatikana eneo tunasema la shingo pamoja na kichwa. Mashine hii ina uwezo wa kupiga x-ray za kichwa zote, lakini mashine hii ina uwezo inapiga CT scan za eneo hili nilozitaja. Kwa hiyo inapiga CT scan za magonjwa ya kinywa na meno, inapiga CT scan ya magonjwa ya macho, lakini pia inapiga CT scan ya magonjwa ya koo, pua na masikio. Hii ni moja ya mashine 16 ambazo zipo katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika hospitali 38 ambazo zinatakiwa kuwa na mashine hii. Sasa hivi tuna mashine 16, ambapo hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Tabora ya Kitete ni moja katika hizo hospitali 16 ambayo imefanikiwa kuwa na mashine hii. Katika historia ya hospitali hii toka inaanzishwa, au tunaweza tukasema toka ulimwengu umeumbwa, ni kwa mara ya kwanza hospitali hii yetu ya Kitete kuwa na mashine hii. Kwa hiyo hii mashine inaweza kuhudumia wakazi wote wa mkoa wa Tabora, lakini mashine hii pia itasaidia kwa wakazi wa mikoa ya Katavi, Sumbawanga, Kigoma, Shinyanga ambao mashine hii bado katika mikoa yao hawana. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wetu wa Tabora. Tuna mashine ambayo kwa kweli ni gharama kuinunua, lakini isikutishe. Mashine hii gharama zake za kuja kupigwa picha mashine hii, kama una changamoto za magonjwa ya kinywa na meno, una changamoto za macho, una changamoto ya magonjwa ya koo, pua na masikio, gharama yake si kubwa. Kwa tutoe wito kwa wananchi waweze kuitumia mashine hii. Lakini pia sisi kama Wizara ya Afya tunapenda kupongeza uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete chini ya mganga mfawizi na timu yake ambao wako hapa wakishuhudia mashine hii. Wameweza kufanya kazi kubwa sana na wameweza kutekeleza ilani ya CCM ya kuboresha huduma za kinywa na meno, koo, macho pamoja na masikio, kuhakikisha wananchi wanapata matibabu, wanapata uchunguzi bila kuwa na usumbufu. Kwa kupata mashine hii hatutamsumbua mwananchi wa mkoa wa Tabora kusafiri kwenda kupiga picha au kuhudumiwa na mashine hii Mwanza, kwenda Singida, Dodoma, Dar es Salaam au Arusha. Maana yake kusinge kuwepo mashine hii, ilikuwa inawalazimu madaktari wamtume mgonjwa kwenda kupata uchunguzi wa mashine hii Mwanza, kwenda Bukoba, kwenda Singida, kwenda Dodoma au kwenda Dar es Salaam. Lakini kwa sasa tuna mashine hii ambayo ipo katika mkoa wetu wa Tabora, katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Tabora hapa Kitete. Kwa hiyo wananchi wajitokeze, madaktari bingwa wapo wa kutosha, madaktari bingwa wa kinywa na meno wapo katika hospitali yetu hii, madaktari bingwa wa macho wapo katika hospitali yetu hii, madaktari bingwa wa koo, pua na masikio wapo katika hospitali hii. Wananchi waje, watafanyiwa matibabu, watafanyiwa uchunguzi. Hii mashine kama mnavyoona, mgonjwa anakuja, anaweka kichwa chake hapa, anapigwa, itazunguka, itaonyesha lile tatizo ambalo lililopo. Lakini pia mashine hii ikitaka hata kuonyesha kichwa chako, mpangilio wa mifupa kwenye kichwa chako, taya lilivyo, fuvu, kuna eneo hili hapa. Mtu anataka kuambia bwana, wewe ili taya lako tunataka tulirekebishe. Kwa hii mashine inaweza ikatoa kipimo kwamba huyu mgonjwa, huyu mtu taya lake hili limerefuka kwa kiwango fulani. Kwa hiyo tunataka tulipunguze ili kuleta ule muonekano mzuri wa wananchi. Kwa mtu usikae na meno yaliyopangiliana vibaya. Unakuja, mashine hii itatoa kipimo, itamuelekeza daktari, then daktari atatoa matibabu yake yale, atakurekebisha. Mwisho wa siku hii mashine akimaliza matibabu, ukirudishwa kwenye mashine hii itakwambia alichokifanya daktari amepatia au amekosea. Kama amekosea, rekebisha hapa, utarekebishwa, utatoka ukiwa umeona thamani ya fedha yako iliyotumika kupata matibabu katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa. Leo ni furaha kubwa sana kwanza
kupata kutembelewa na mkurugenzi wa idara ya tiba ya meno kutoka Wizara ya Afya, ambao wamefika rasmi kuweza kukagua mashine yetu, lakini pia na kuizindua na kuona namna gani tunafanya kazi kwa ujumla katika kuhakikisha huduma hii ya utoaji wa huduma ya afya ya meno inazidi kuimarika katika hospitali yetu ya Kitete. Niseme nimetangulia kusema tuna furaha sana kwa sababu kwanza hii ni mashine ya bei kubwa, na nilikuwa naongea na wataalamu wangu hapa, walikuwa tuchekesha. Hizi ni mashine zamani tulikuwa tunazisoma tu, tunazisoma kwenye vitabu vile wakati tunasoma hizi fani zetu, na tulikuwa tujui kama siku moja katika kipindi chetu cha kufanya kazi kama hatujastaafu basi tutaweza kuwa na mashine kama hizi. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kuona ni namna gani serikali ya mama yetu ambavyo inahakikisha kwamba huduma za afya zinazidi kuimarika katika nchi yetu. Lakini pia naomba niipongeze timu yetu ya uongozi katika hospitali yetu hii ya rufaa ya mkoa, kwa sababu kupitia maelekezo tuliyopata kutoka Wizara ya Afya, lakini pia na kuimarika kwa ukusanyaji wa mapato katika hospitali yetu imetuwezesha leo kuweza kununua mashine hii ya gharama kubwa, lakini ambayo pia itasaidia sana katika kuhakikisha kwamba huduma za afya hususan kitengo hichi cha meno kinaimarika. Ni kwamba sio tu itakuwa inahudumia kitengo cha meno peke yake. Hapa tunamwezesha ophthalmologist ambaye ni daktari bingwa wa macho kufanya kazi yake kwa ufanisi. Tunamwezesha ENT surgeon, daktari wa koo, masikio na koromero naye aweze kufanya kazi yake kwa ufasaha, lakini pia na huyu ambaye tunamuita dental surgeon. Ila kwa upekee tulikuwa tuna daktari wetu ambaye ametoka kuongea hapa, anaitwa Dr. Ndakala. Naomba tu niwape taarifa wananchi wenzangu wa Tabora kwamba sisi tumebahatika kuwa na bahati kubwa sana. Wataalamu hawa katika Tanzania sasa hivi ninapozungumza wako wawili tu, Ndakala na mwingine mmoja nafikiri yuko Muhimbili, si yuko maeneo gani, lakini wako wawili tu, wengine nafikiri labda wako shule au kitu kama hivyo. Kwa hiyo tuna bahati ya pekee sana. Hakuna sababu ya mtu kuharibika sura kwa sababu meno yameisha ama mfupa umekaa upande na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa sababu mtaalamu tunaye, mashine tunazo, vifaa tiba vipo, kwa hiyo mtu aseme anatoka leo anaenda Dar es Salaam kwenda kupata huduma yao ya kusubiri kambi ya kutoka labda tunapata kama madaktari kutoka Israeli, India na sehemu nyingine kuja kutoa hizo huduma. Sasa hivi huduma hii inatolewa hapa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hebu tuikimbilie hii nafasi ambayo imejitokeza. Na niseme tu kuanzia sasa hivi huduma zimeanza kutolewa rasmi, mashine ndio imeshazunguliwa, wananchi waje wapate hii nafasi. Nashukuru serikali na uongozi kwa kutunulia mashine kabisa ya kisasa. Mashine hii ina uwezo wa kutoa picha, kwa kitaalamu unaita 3D. 3D yani unaweza kuiangalia picha katika nyanja zote tatu, juu, chini, kulia, kushoto, ukaigeuza geuza. Kwa kama mgonjwa ana tatizo unaweza kuliona kwenye engo zote. Mashine hii ina uwezo vile vile kupima mfumo wa koo, kama kuna uvimbe, macho kama kuna uvimbe, au kama kuna mfupa umekatika kwa ajali au kwa sababu yoyote ile. Mashine hii inasaidia kuangalia hivyo vitu. Ni mashine ya kisasa kabisa ambazo ndio mashine zinazotumika sasa hivi katika ulimwengu wa kisasa wa teknolojia ya kinywa na meno. Ni mashine ambazo chache sana kwa nchi yetu. Kwa mkoa wa Tabora tunashukuru sana uongozi wa hospitali, tunashukuru serikali kwa kuweza kuona umuhimu kuwasogezea wananchi wa mkoa wa Tabora wakazi zaidi ya milioni 3 watanufaika na matibabu kupitia mashine hii. Natoa wito popote palipo wananchi mwenye tatizo analohisi kwamba nina shida ya kinywa na meno, kufika katika hospitali hii, tutamfanyia uchunguzi, lakini tutaweza kumtibu kulingana na tatizo alilonalo. Vile vile mashine hii itasaidia kufanya upandikizaji wa meno. Wapo watu wengi sana wamepoteza meno, wameng'oa, aidha wamepata ajali au wengine hawakuzaliwa na meno kabisa. Sasa mashine hii inanisaidia mimi kama mtaalamu kubaini aina ya mfupa na aina ya kumwekea vipandikizi vya meno. Kwa kitaalamu tunaita dental implant. Dental implant
ni njia sahihi ya kisasa kabisa ya kuwezesha kuweka meno mdomoni. Watu ambao hawana meno, kwa maana lugha nyingine inaitwa vibogoyo, usikubali kukaa na ubogoyo wako. Tafadhali fika katika hospitali ya mkoa wa Tabora kwa ajili ya kupata matibabu ya kupandikizwa meno. Hali kadhalika na magonjwa ya pua na koo pamoja na macho. Niwashukuru sana Wizara ya Afya kwa kuweza kutusaidia na kutupa mwongozo kuona umuhimu wa kuwa na hii mashine, pamoja na uongozi wa hospitali, mganga mfawidhi na wizara kwa ujumla. Nashukuru.